Shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS limeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya kutatanisha vya ndovu 16 katika mfumo ekolojia wa Amboseli, Kimana, Kitenden. Kwa mujibu wa mhifadhi, ndovu hao walioripotiwa kupoteza maisha katika kipindi baina tarehe 24 mwezi Juni na tarehe 31 mwezi Julai mwaka huu walikuwa wa kike na ndama wao walioonyesha dalili za udhaifu pamoja na kupooza kabla ya kufa. Na huku John Kahiro akitusimulia, KWS imethibitisha kuwatuma maafisa wa kushughulikia huduma za matibabu kwa wanyamapori pamoja na makundi ya maafisa wa kisayansi ili kutekeleza shughuli za upasuaji na ufuatiliaji kwenye maeneo yaliyoathiriwa, huku ikiwahakikishia wananchi kwamba mbuga hiyo inasalia wazi huku shughuli zikiendelea kama kawaida. Vifo vilivyoripotiwa hivi majuzi vya ndovu katika mfumo ekoloji wa Amboseli, Kimana, Kitenden ambavyo vimefikia 16 vimelifanya shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS kuchukua hatua. Shirika hilo likieleza kusikitishwa kwake na vifo hivyo, likisema ni pigo kubwa kwa taifa hili. Kupitia taarifa, mhifadhi alisema ndovu hao 16 ambao idadi kubwa ilikuwa ya kike pamoja na ndama wao walipatikana wakiwa na dalili za udhaifu na kupooza viungo mwili kabla ya kufa. KWS aidha imesema uchunguzi wa maabara wa awali ulionyesha ndovu hao walitiliwa sumu iliyosababisha vifo vyao, huku ufichuzi huo ukichochea uchunguzi wa kina kuhusu jinsi wanyama hao walivyoweza kufa kutokana na sumu inayoshukiwa. Na ili kuendeleza uchunguzi, shirika hilo limetoa wito wa kupata msaada kutoka kwa maafisa wa bodi ya bidhaa za udhibiti wa wadudu ili kusaidia kutambua kilichosababisha vifo vya ndovu hao, mahali ilikotoka sumu, na iwapo ndovu zaidi wanaweza kuwa hatarini. Na huku uchunguzi ukiendelea, shirika la KWS limesema hakuna ushahidi wa ugonjwa wowote wa kuambukiza au kusambazwa katika vifo hivyo, likiwahakikishia watalii na Wakenya kwa jumla kwamba mbuga ya kitaifa ya Amboseli inasalia wazi kuendelea kuwapokea watalii. John Kahiro, Dira ya Magwiji.